Mheshimiwa Gambo, mchango wako kwa ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, mimi sijausikia. Ulikuwa unahusu hoja ambazo ulishazisema kwenye TAMISEMI na asubuhi zimetolewa ufafanuzi na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, TAMISEMI, au ni hoja tofauti kabisa? Baada ya kutoa hayo maelezo yako, nitaweza kutoa sasa uamuzi. Hoja niliyoitoa ilikuwa inahusiana na, ni jambo tofauti kabisa, linahusiana na sakata la ujenzi wa stendi ya jiji la Arusha, ambayo hata kwenye majibu yale ya Mheshimiwa Waziri haikuwa sehemu ya hoja. Ilikuwa ni hoja makususi ambayo haihusiani na zile hoja 4 ambazo leo Mheshimiwa Waziri alizitolea ufafanuzi. Na kama nimepitiwa, niko tayari kukumbushwa ili niweke rekodi vizuri. Mchango ulikuwa unahusu ujenzi wa stendi. Haya, kwenye maelezo aliyoyatoa, kwenye taarifa fupi aliyoitoa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, TAMISEMI, asubuhi, katika yale mambo aliyojielekeza kwake, kuna 1, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la machinga; 3, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo kutokuwa na tija na halmashauri na mambo kama hayo. Haya ndio mambo yaliyofafanuliwa. Sasa hapa ngoja niangalie jina la hiyo stendi. Maana haya, stendi ndogo, natafuta jina la stendi. Mheshimiwa Waziri, unayo sio yale maelezo yako? Hii stendi ndogo inayozungumzwa ni ipi? Mheshimiwa, pengine Mheshimiwa Gambo, hii stendi ndogo inayoelezwa kwenye maelezo ya Mheshimiwa Waziri ya asubuhi ni ipi? Ni tofauti na stendi uliochangia kwenye... Ndio, ni tofauti. Utumishi na utawala bora? Ndio, ni tofauti kwa sababu ni stendi mpya ya mabasi ambayo bado haijajengwa. Hii ni stendi ndogo ambayo ilitengwa 1.6 bilioni mpaka hapa na ile sintofahamu. Kwa ni stendi mbili tofauti. Mheshimiwa Waziri, hizo ni stendi mbili tofauti? Naweza kusema nadhani wa TAMISEMI au nani anatoka Arusha. Mimi sijui hizi stendi kama ziko tofauti. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa sikuwepo ndani ya bunge, siwezi kufahamu hoja zake alizozungumza, nimesikia tu kwenye mitandao. Sawa, sasa Mheshimiwa mbunge anasema hizi stendi ni tofauti. Kwa maana ya kwamba hiyo nyingine inaitwa stendi gani Mheshimiwa Gambo, na hii stendi ndogo inaitwa jina gani? Hiyo inaitwa stendi ndogo hivyo hivyo jiji la Arusha. Ile nyingine ni stendi mpya ya Bondeni City ambayo hata bado hajaanza kujua, nipo kwenye michakato. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana hata mwenyekiti wakati anaendesha kikao aliuliza hili jambo ni jipya au lilizungumzwa asubuhi. Nikamwambia ni jambo jipya, sababu alikuwa sehemu ya mjadala wa Wizara ya TAMISEMI. Haya, Mheshimiwa Waziri wa Nchi. Mheshimiwa Spika, nitaka tu niweke record sawa kwamba mchango aliotoa Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, TAMISEMI, ndio uliokusababisha wewe Mheshimiwa Spika ukamwambia atoe maelezo. Haya yalikuwa hayajasikika. Hii nilikuwa namwambia tu kama mdogo wangu, lakini nia yangu nilikuwa nataka kujua hii purukushana anayosema ya asubuhi, maana yake anakubaliana na maelezo ya serikali? Kwa omba radhi yake anakubaliana na maelezo ya serikali? Mimi sijaelewa purukushani ni ipi iliyotokea mpaka anaomba radhi, kwa sababu issues alizozisema haziwezi kufutika kwa neno hilo moja. Mimi ningetegemea aseme kwamba kilichosababisha, mimi nilitoa maelezo, serikali imetoa maelezo, nimeyaelewa. Unless kuna jambo moja ambalo anahisi lilileta purukushani, ndio analiombea radhi. Manake amesema tu purukushani, sasa mimi sijaelewa.
zile tuhuma zinafutikaje kwa purukushani? Serikali imetoa maelezo jinsi tuhuma zilivyoshughulikiwa na ukweli halisi uliopo, na ukatoa nafasi kule wanaweza kupata taarifa zaidi ya hizo, na yeye anaweza kupata nafasi ya kutoa taarifa zaidi. Nitaka tu ufafanuzi, hiyo omba yake radhi ni purukushani ipi? Ni kipande gani cha taarifa ya serikali anachokiombea radhi, au kwa maneno gani yeye anayeyaombea radhi aliyotamka humu ndani? Mheshimiwa Bunge, nimepata fursa ya kupitia Hansard ya yale majadiliano ya asubuhi, na ukipitia Hansard ama taarifa zetu rasmi za Bunge, katika ile kuuliza na kujibiwa, Mheshimiwa Gambo mwishowe akatumia sasa maneno ya kwenye kanuni kwamba waziri amesema uongo kwenye kwamba yeye alikuwa mkuu wa mkoa, sio alikuwa mkuu wa mkoa, kwamba mradi ulianza yeye akiwa mkuu wa mkoa 2019. Sasa wakati anataka kuleta hoja nyingine, maana kwenye taarifa anasema anazo mbili, mimi sikutaka tena kumruhusu kuleta ya pili, kwa sababu nikaona sasa ni kama tunajadiliana humu ndani, na nyinyi mnafahamu kazi humu ndani zinafanyika kwa kamati, ndio maana huwa sizungumzi moja kwa moja na mbunge mmoja mmoja. Nikasema waende kule kwenye kamati ili huu uongo wa waziri uliosemwa hapa yeye akathibitishe kule. Sasa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 70 ndio inayozungumza kuhusu kutokusema uongo bungeni, na inatoa fursa hii ambayo ndio amepewa hapo Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo kama ningekuwa na muongoza Mheshimiwa Gambo namna ya kuomba hiyo radhi, ningekuwa nasema anaweza sasa yeye kufuta maneno yale yaliyokuja baada ya taarifa ya waziri, kuashiria kwamba yale yote amekubali, yani taarifa, yani kama vile alivyokuwa amekaa kabla hajaomba mwongozo ndo amekubali. Kwa nini? Kwa sababu amesema taarifa ile ya mchana ambayo Mheshimiwa waziri alikuwa na sio ya mchana, mchango wake wa leo unazungumzia stendi tofauti, kwa hivyo tunashughulika na ile ya asubuhi. Kwa hivyo Mheshimiwa Gambo anachotaka kusikia Mheshimiwa waziri, ili sasa tuongozane vizuri kikanuni, ni kwamba baada ya serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hoja ambazo uliziweka kwenye mchango wako ulipokuwa unachangia siku ya, nadhani sikumbuki tarehe, lakini siku uliokuwa unachangia kwenye budget ya TAMISEMI, ule ufafanuzi uliotolewa na Mheshimiwa waziri umeukubali, na kwa hivyo yale yote mengine yanaondoka. Nadhani ndio hoja yako Mheshimiwa waziri. Sasa kanuni ya 70 ukisoma fasili ya 7 na ya 8, ikiwa Mheshimiwa Gambo umeelewa sasa haya maelezo, ni kuongoze kwenye hizo kanuni mbili, alafu tunakuwa tumemaliza. Umeelewa maelezo niliyotoa? Niko tayari kwa mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, sasa hii kanuni inataka maneno yafutwe kwenye taarifa rasmi za bunge. Kwa hiyo mbunge ni kwamba anapaswa kufuta kauli yake. Kwa hivyo yeye ameomba radhi na amefuta kauli. Sasa sema hayo maneno mawili ili waziri asikie akitokea kwako. Naona yuko jirani yako hapo. Kwa hiyo wewe futa haya maneno baada ya ule ufafanuzi niliotoa mimi baada ya taarifa ya waziri, alafu omba radhi, tunatoka hapa. Withdraw na naomba radhi. Sema nafuta badala ya neno na withdraw. Napendaga Kiswahili. Nimefuta. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya Mheshimiwa Gambo kuomba radhi na kufuta maneno hayo, sasa kwa sababu hayo maneno ya kusema kwamba maneno ya waziri hayakuwa yamekaa sawa sawa, ama kwa kutumia sasa kanuni zetu alikuwa amesema uongo, kwa kuwa yameondoka kwenye taarifa rasmi za bunge,
anakuwa haendi tena kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge, kwa sababu kunakuwa hakuna kinachompeleka tena huko. Kwa hivyo bunge kwa makofi hayo naamini mmeafikiana na msamaha huo, ndio maana sijawahoji, kwa sababu ingekuja taarifa ya kamati hapa ningewahoji. Kwa hivyo hata kuiondoa hii hoja kwenye kamati ingebidi mhojiwe, lakini nimeona watu wote mnapiga makofi. Au kuna mtu hajaridhika nao msamaha? Sawa, sasa ili kanuni zetu zikae sawa, watu wasije wakaja kunikamata siku nyingine, basi wacha niwahoji nikiwa nimesimama. Waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja hii kuondolewa kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Basi imeondolewa rasmi. Waheshimiwa wabunge,